Attaque l'esprit de somnolence. Attaque la puissance des ténèbres qui va te séparer de Dieu. Chasse toute forme de légèreté. De la parole de Dieu. Chasse toute forme d'habitude dans le temple, l'habitude au ministère. Amen. Amen. Asante kwa Mungu kutupa muda tuwe hapa. De nous avoir donné les dons d'être ici. Naleta shukrani mbele za Mungu. J'apporte mes remerciements devant kwa Dieu nguvu zote, ulinzi pour la protection, toute la garde qu'il apporte chez nous au jour le jour. Sans Dieu, peut-être qu'on ne serait pas en vie. On est en vie parce qu'il le veut. Kila leo namshukuru jua kwake na mshauri. Merci parce qu'il n'a pas de conseil. Anafanya anachotaka juu. Il fait ce qu'il Kila veut. leo. Asante kuona amekongoza wewe hapa. Parce qu'il t'a conduit à Nani être ici. nakutakia Et je te asubuhi souhaite njema ya une baraka excellente ya matinée neema. de bénédiction. Na bila shaka utasimama usalimie watu Tu vas waine. saluer 4 personnes. Ni kawaida yangu kabla nitoe neno inabidi Avant que je tusalimiane. ne puisse donner la parole, Mwambie j'aime ndugu shalom. Wa pili mwambie uhai. à la deuxième personne, dis Watatu sois en vie. mwambie asifiwe Mungu kona tungali À la wazima. troisième personne, tu lui dis que Tumepitia Dieu soit mengi glorifié sana parce que lakini nous sommes Bwana hajatuacha. vivants. Wa mwisho mwambie ubarikiwe À la dernière siku personne, ya leo. sois béni aujourd'hui. Tunaenda na ujumbe nasema, Nous allons avec le message qui dit muangalie Mungu na kufanya mapenzi regarde yake. Dieu et fais sa volonté. Angalia Mungu Regarde Dieu nofanye yote et fais anakwambia. tout ce qu'il te demande de faire. Unaweza kuamini Kristo Tu peux être là croyant en lakini Christ, haufanye kila mais tu amekutakia. ne fais pas ce qu'il te souhaite. Unaweza mtumikia Mungu Tu peux servir Dieu, lakini haumtumikie mais kulingana tu ne le gisi sers pas anataka. tel qu'il le veut. Unaweza kwa kanisani Tu peux être à l'église. naenda na mapenzi yako kuliko ya Tu Mungu. vas selon ta volonté au lieu de Sasa la volonté ujumbe de Dieu. nasema Mais leo non, le message muangalie dit kwanza, aujourd'hui, tu vas le regarder d'abord. baadaye fanya Après, mapenzi yake, fais sa fanya volonté. kile Fais anataka ce kwako. qu'il te veut. Sio wewe utamwambia C'est pas à toi de lui dire aende hivi, qu'il yeye aille ndio ainsi. atakwambia. Non, c'est à lui de te le dire. Siku alikuumba Les jours où il t'a hakuna créé, ushauri ulimupa, il n'y avait aucun conseil que hakuna tu l'as ushauri donné. ulimupa. Il n'y a aucun conseil que tu l'as Alifanya donné. kisa anataka, Il a fait comme il a voulu. alifanya kazi yake kisa Il a fait anataka. son travail comme Kumbe il a voulu. unapaswa fanya tu Alors vyenye donc tu dois faire anakutakia, que ce que anakwambia. lui te souhaite, ce qu'il Vyote te uko dit. naona mdunia ni wewe Tout ndio ce uko que tu vois dans nauliza, le monde aujourd'hui, ni wanadamu ndio wako na kudanganya, ce sont les humains qui sont en train de wanakutenga na te mapenzi tromper ya Mungu na pour te wanasikia, séparer de la japokuwa volonté de Bwana Dieu et tu les akikuita écoutes. sai Alors que si hawana l'Éternel hata t'appelle dakika maintenant, moja ils n'ont ya aucune kurudisha seconde uhai wako. de faire revenir Talazwa ta vie. kwenye kitanda cha Tu maiti, vas dormir sur les lits de watakuacha hata cadavres. wabaki chini, On wewe va uko te wewe laisser mwenyewe humo. là-bas, toi seul. Utawekwa kwenye serke On va peke te yako, placer dans le cercueil seul kaburi peke yako, et dans la tombe seul. bila shaka Et sans mbele ya doute, kiti cha devant enzi le trône du jugement. cha hukumu peke yako. Tu seras toi. Hautaenda na mtu. Tu n'iras avec personne. Sasa hata ufurahishe Mais non, watu, même si tu réjouis ujue les gens, kufurahisha mwanadamu ina mwisho yake. sache que réjouir les gens, Taweka Mungu wa alors, kwanza kumfurahisha. Ukimfurahisha utafanya vile 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 anataka utembe, na vile vile utaona baraka zake. Ukitaka kubarikiwa, fanya kile Bwana anakuomba. Bwana tukubali sana. Ningependa kila mtu atie mkono wake kwa roho yake, amwambie niko mimi mwenyewe, hata niko na wandugu wasinitenge na Mungu, hata niko na mume, rafiki, jirani, mke asinitenge na Mungu. Juu mimi peke niko naenda mimi mwenyewe. Bwana tukubali sana. Amen. Tulifikia kujumbe siku ya Nous tano sommes arrivés dans le message de ce vendredi ambaye natuonesha namna qui nous montre Gideon alipeleka Gédéon watu ambao walisalia a katika amené les gens qui hema étaient zao, dignes, yani wa Israeli, donc ceux d'Israël. lakini atazuia 300 Il va arrêter ambaye 300 imekubalika mbele za qui Mungu étaient validés devant Dieu kwa kuokoa Israeli Pour sauver katika Israël mikono ya de maadui. la main des ennemis.
Nataka nikwambie Bwana hatembe ama tumike na watu wengi wasipomsikia. Mungu ni Mungu tembea na watu wachache. Hata alisema nini? Kama ukiangalia maandiko katika Misri, Farao alisema nini? Tumtoshe mtu wapi kama Yusufu? Katika Misri anemogopa Mungu, anefanya mapenzi ya Mungu. Hata Bwana tasema katika kitabu cha Yeremia, tukimbie wapi? Tumtoshe mtu wapi? Ambaye tasimama mbele za Mungu kamili. Juu yake Bwana same mchi, ama same nchi, ama same jama. Tumtoshe mtu wapi? Anemogopa Mungu, anekubali kama pasipo Mungu hakuna kitu chochote. Kwa kanisa letu nijibu, tumtoshe wapi? Hata katika jama yako tumtoshe wapi? Hatuangalie kiango ya masomo, hatuangalie kiango ya pesa, una hata na nyumba, ni vitu taacha, lakini Bwana na lazima ya mtu ambaye amesimama kamili mbele zake. Bwana tukubali sana. Mungu atukubali. Basi atafanya nini? Atazuia 300 ambaye watamzunguka kwa kwenda kukomboa Israeli, kuwatosha katika mikono ya utumwa ya Wamidiani. Atakuwa amewazuia. Wakati mwingine elewa, mtu ambaye umejua kama ni mtu wa maana kwako, sikubali mtu akutenge naye. Kama utafika kwa Yesu nijibu, kijua tangu nilifika hapa, nilijua sijue kuomba, lakini naanza omba. Sikuwa najua dhambi na yenye iko dhambi, lakini leo naanza tofautisha dhambi na iko dhambi. Nilikuwa sina mtoto, nina mtoto. Nilikuwa sina kazi, leo na mimi nagusa 1000 ya pesa. Nilikuwa miote, leo nina afya bora. Pepo za kichama zilinikalia, leo Bwana amenifanya jinsi nilivyo. Nilikuwa mtu bure, Bwana kanisukula. Kumbe hakuna tanitenga na madhabahu ya Yesu nijibu. Ugeukie watu wawili waambie, rudia nyuma, uangalie Yesu nikuja na leo. Kwa nini mtu akutenge sasa? Na agano wewe na Mungu hapa kwa Yesu nijibu. Hapa kuna baraka zako. Aliyekutendea hilo alikuwa mtu hauna mchumba, leo uko mtoa. Aliyekupa ndoa atakupa na mtoto. Aliyekupa ndoa atakupa na kazi. Aliyekupa kazi atakupa nyumba upeke. Aliyekuweka sokoni atakupa mtaji. Bila shaka atakununulia na gari. Baki tu katika msimamo, wala usitoke Yerusalemu. Chunga hadi Baba alizokuahidia, maana tazikawia zitatimilika. Na zitimilike kwa watu watatu hapa, waseme iwe hivyo mara 4. Qu'ils disent qu'il en soit ainsi 4 fois. Ongezea makofi na vigelegele kubwa sana. Tu vas rajouter des acclamations et des grands cris de joie. Haijakuwa makofi ya mtu ameamini. C'est pas encore suffisant pour quelqu'un qui croit en Christ. Amen. Hiyo usiku, la même nuit, Bwana tamwambia Gideon, l'Éternel va dire à Gideon, shuka katika kambi, descends dans les camps ya Wamidiani de Madian. Shuka, descends, bila shaka, sans doute, bila oga, sans crainte. Shuka, descends katika kambi dans les camps ya Wamidiani de Madian. Mahali tulisoma là où nous avons siku zilizopita le jour passé kwa kitabu cha Wafalme wa dans les Pili livres de 2 rois sura 7 chapitre na 7 mstari wa 5. et le verset 5. Tuliona kama utapanda juu, Israeli ilikuwa na njaa, Israël était affamé, kiango hata wakaanza kula mavi ya pisho, wakanunua hiyo mavi, wakanunua pia hata kichwa cha punda, farasi. Hakina hata mnofu, lakini watanunua. Watafikiria wamama wawili wanadanganyana. Mwenzake anasema toa mtoto, mwingine na anasema ndio na mimi nitatoa mtoto. Kumbe kuna mjanja pale ambaye anatega mwenzake. Acha nikwambie, acha ujanja. Ujanja nayo na mwisho yake. Acha kujifanya unajua yote, haujua yote. Sababu kuna mengine takushinda. Tunajua anayejua ni Baba wa mbinguni peke yake. Mungu wetu atukubali sana. Que notre Dieu nous fasse grâce. Huyo atachukua mtoto, atampana, watachinja, wanatokotesha, kesho yake wanarudi.
Le lendemain, il rentre. Anaambia mwenzake leta nawe, anamwambia hapa mama tenda kupeleka ripoti kwa mfalme. Mfalme anamwambia mama, tamwambia huyo mama, kama Mungu asipokusaidia mimi nitakusaidiaje? Unipatilie watu wawili mkono, waambie hivi, Mungu tu ndio msaada wako, hapana mtu, hapana mtu. Mtu anaweza kuacha lakini Mungu hajakuacha. Mtu anaweza kukudharau lakini Baba, Yesu akasema ananitumikia hata Baba wa mbinguni atanimheshimu. Sasa kama Baba atakuheshimu, hata mtu akudharau na kufanya nini, mbona labda iko na kufungula akili ujue utaenda je pale mbele. Kuna mengine nafika kusudi akili uelewe maisha kontari, uelewe namna utajipanga na namna utaendelea kimaisha yako. Haiko vyote vilikufikia maana yake vitakuwa hamna. Kuna Mungu ambaye atakushika mkono, atakuvusha pale na atakuvusha pale, na kuna neema amekuandalia pale mbele. Acha mtu mmoja ifikie siku ya leo. Quelqu'un l'atteigne aujourd'hui. Amen. Amen. Basi njeli kuwa kali. Alors, il y avait une Nabii faim Elisha terrible. tatabiri. Et le prophète Élisée a prophétisé. Kesho Demain, muda kama huu, en ce net moment, chakula itashuka bei. la nourriture va baisser. Chakula itaonekana na La itanunuliwa kwa nourriture bei. sera en abondance et on va acheter ça à moins cher. Yule akida ambaye Et alikuwa ce général tegemeo qui était kwa comme ajili ya Israeli l'espoir atakataa. d'Israël va refuser. Mungu anaweza kupa unabii Dieu peut te usipotaka donner une kuifike. prophétie si tu ne veux pas. Ukitia vyako vyako arrive. itapita, Tu penses wala tes utasema histoires, ça va nabii passer. alisema Tu ne uongo. diras Hamna, pas que le hamna. prophète a menti. Bwana anaweza kupa unabii L'éternel usipojua peut te donner une kuichunga, prophétie. Si tu ne itapita sais pas pita la tu. garder, ça va Hata passer. alikwambia mwezi wa 7 kuna dit, neema, le mois de juillet, usipoijua na kukesha Si tu ne vizuri le comprends utakuta pas na et tu mwake ne veux naisha pas kuna comme il faut, kitu. l'année peut se Amia terminer, mtuelewa il y aura unabii rien. na kujua kutembea Si gizina. quelqu'un comprend la prophétie et sache comment marcher. Huyo mtu atakuwa amepinga Et akasema cette hata personne va s'y madirisha opposer, mbinguni va dire, ingefunguka. même si le fenêtre du ciel Haiwezekani, s'ouvrait, ça haiwezekani. ne sera pas possible. Nabii Elisha atamwambia Le nini? prophète Angalia, Élisée, qu'est-ce utaona qu'il va lui dire? Tu vas lakini voir, hautakula. mais tu ne vas pas en Hautakula. manger. Tu ne vas pas en Basi manger. kesho yake chakula Alors le itaingia lendemain, katika la nchi. nourriture sera en abondance dans les Wakati watu wote wako na haja ya kupata chakula, wanajua depo yenye watenda chukuliwa mo chakula. Wakati watakuja wanajiweka kwenye mlango ya kuchukua chakula, ule akita atakuwa pale kutaka kuwazuia, wala hawakumkubalia, watakuwa tuna wanamsukuma. Hapo neno nabii alisema litakuwa limetimilika, watamkanyaka na mara moja atakufa, na mambo yake itafanya nini? Itaisha. Bwana tukubali. Sasa kuna wakoma 4 wako kwenye mlango wa mji. Wasoma Biblia wanasema ni Gehazi na watoto wake 3. Ilikuwa ni wakati ambapo Gehazi anatia ujanja kwenda kulomba Naamani vitu, wakati Bwana wake alikata. Sasa Ruthi Bwana wake atakuwa amemwambia mambo pale. Kwa mwisho atamwambia ni ukoma wa Naamani kupate wewe na kizazi yako. Wasoma Biblia wataonesha hapa njoo atapatwa na ukoma pamoja na vijana wake 3. Sasa watakuwa wenye wakoma 4 wako pale kwenye mlango wa mji. Njaa iko katika mji na wako pale. Wao wenyewe wanaanza jiambia, sasa tuko nafanya nini hapa? Mbona hapa tunaweza tukakufa? Pia tukiingia katika mji tutakufa vile vile na njaa. Tutakufa vile vile na njaa. Watakuwa wamekaribisha ujasiri, watasema nini? Kumbe hata tukibaki hapa tutakufa. Pia tukiingia mjini njaa iko ndani, tutakufa juu ya njaa. Yale tutafanya twendee basi kambi ya adui. Kama watatuacha kuishi tunaishi, wakitaka watuwe. Bwana tu tufanye tena hatua ya kuendea kambi ya adui. Acha niambie mtu leo, fanya tena hatua. Niambilie mtu watu tatufanya tena hatua. Hata nilikatala jana, anzilia tena leo. Hata vitu nilikatala juma jana, anzilia tena. Nilikatala mwaka jana, anza tena. Fanya tena hatua. Kuna kitu kitafanyika pale, kuna kitu kitaumbika tena. Sema amen na kanisa la Bwana. Dites amen, église du Seigneur.
Basi Gideoni naye Alors pale, Gédéon Bwana aussi atamwambia nini? Kwenda L'Éternel va kwenye lui dire kambi quoi? Va ya dans le camp adui. de l'ennemi. Tayari nimeiweka Je l'ai déjà kwenye placé mikono yako. entre tes mains. Nisha kupea hiyo Je t'ai kambi déjà donné ces yote camps. kwenye mikono En yako. entièreté entre tes Shuka mains. sasa Descends kwenye maintenant kambi. dans les camps. Sikia, Écoute. Bwana anachunguza na kupima, L'Éternel qui sonde, ataona et qui teste, Gideoni il va voir Gédéon. kungali kaoga Il y a encore ndani une certaine mwake, crainte en lui. kungali Il y a kawasiwasi, encore des doutes. hajaamini Mungu Il ne iko croit naye, pas encore que Dieu est hajaamini avec Mungu lui. amemupa Il ne croit pas kazi, encore que Dieu lui a donné hajaamini une Mungu mission. aliyesema naye, Il ne croit pas Mungu encore ambaye au Dieu qui lui a hakuangalia parlé. udhaifu wa Le Dieu jamaa. qui n'a pas Atamwona regardé mtu la ameitwa Gideon, Il va hakuangalia voir kama quelqu'un qui est ukusoma, Gédéon. Il n'a atakufanya pas regardé Gideon, si tu n'as pas hakuangalia étudié. hali ya Regarde-toi, jamaa Gédéon. yako, Il n'a pas lakini regardé ni la wote situation kuwa de ta Gideon famille. katika Mais tu seras jamaa. Gédéon Basi dans la pamoja na hiyo Alors, anayechunguza c'est mwanadamu lui qui sonde l'être humain. atamwambia Il Gideon, va dire à Gédéon, kama umesikia kuogopa, si tu sens la crainte, una wasiwasi ndani mwako, tu as de l'incertitude en toi, chukua mtumishi wako, prends un de Pura. tes serviteurs, mwende naye mpaka kwenye kambi, vas-y avec lui mwende jusque dans les naye camps. kwenye kambi la adui. Va avec lui Kuna dans les mtu camps. ataenda kwenye kambi Il y la a quelqu'un adui qui ira dans les siku ya camps de leo. l'ennemi. Acha nikwambia, kuna mtu atashuka te dire, il y a quelqu'un kwenye qui va kambi. descendre Sababu dans les tayari Bwana alishaweka Parce que watesi l'Éternel wako kwa a mikono déjà yako, placé tes lakini oppresseurs wengi en ungali na waogopa, C'est ndio toi maana qui les utaona crains mtiza. encore, c'est pour cela Kuna que tu onge crois ngali pas ndani encore yako, le japokuwa miracle. Bwana Il y a encore ishakamaliza alors que zamani. l'Éternel a Kuna déjà fini vitisho cela. iko juu yako, Il y a une iko na terreur en kutisha, toi. japokuwa Ce qui njia te fait trembler zishafunguka. alors que la voie Wewe est déjà fanya libre. tu, endelea Toi tena fais un pale pas, pale, va encore de wala l'avant. usijali vitisho. Kuna neema ya Mungu pale mbele. Basi Baba atakuwa amemwambia Gideon, kama umeogopa, si tu as peur, shuka descends pamoja na mtumishi avec wako, ton serviteur ameitwa kwa jina la Pura. qu'on appelle Pura. Hakuna yule Mungu aliinua akakosa Il n'y a kumupa personne que Dieu avait mtumishi. élevé et qui Hakuna. ne manque de lui donner un Hakuna. serviteur. Il y a Sababu kuna mtumishi wa Mungu Parce qu'il y a na un kuna serviteur de mtumishi Dieu wa mtumishi et wa il y a un Mungu. serviteur du Kuko serviteur de mtumishi Dieu. wa Mungu Il y a un na serviteur kuna de mtumishi Dieu. wa mtumishi Il y a un wa serviteur Mungu. du serviteur Hawezi de kuwa Dieu. mtumishi wa Tu ne Mungu peux pas na être ukukubali serviteur wa de Dieu mtumishi wa alors que tu n'as mtumishi pas wa Mungu. accepté de servir un Kusudi serviteur kamilisha de Dieu. mtumishi, Pour être kubali confirmé en kwanza tant wa que mtumishi serviteur. wa mtumishi Tu dois wa accepter Mungu. d'être serviteur Pale nawe de pale serviteur de pale Dieu. ni Bwana Et toi atakufanya aussi dans le mtumishi. futur, l'Éternel Usipokubali fera de toi un kushuka serviteur. chini ya Si tu mamlaka, n'acceptes pas hakuna d'être kuinuliwa. humilié sous une Wakati autorité, ingine shuka pas question de pamoja t'élever, na parfois kushuka humilié en dépit pale de mbele, ses wewe utatangaza Là, neno devant, la c'est toi Bwana. qui vas annoncer Pale la mbele parole du tutaombea Seigneur. watasa Là, wanasla, c'est toi qui pale feras mbele pour wewe les saribons tutaibisha entendés. watu wanaokoka. Là, devant, c'est toi qui Kanisa vas lisimame chanter, tuliseme les gens seront iwe sauvés. hivyo. Que l'église s'élève et qu'elle dise qu'il en soit ainsi. Ya mara pili Et pour la kwa deuxième nguvu ya fois, mara tatu avec force pour la troisième fois, notaka umeketi. tu vas t'asseoir. Amen. Haleluya. Amen. Bwana atamwambia Et nini l'Éternel va lui dire quoi? utakapofika kwenye Lorsque kambi? tu vas arriver dans les camps, Utasikia namna wako nasema, tu vas entendre comment namna wako ils naongea. comment est-ce qu'ils sont en train de Utakuwa parler. umesikiliza maneno Tu vas yote, écouter toutes wako les paroles naongea, qu'ils sont wako en train de naongea, se wako dire, qu'ils sont naongea. en train de se Na dire. utakaposikia, Et lorsque tu vas écouter, Gideon, Gédéon, mikono yako itatiwa nguvu, tes mains vont se pale fortifier. utajiamini, Et là, tu vas na te faire utajua confiance. kama Et tayari tu maadui sauras wote nilishawatia tous les ennemis, je chini ya les ai miguu déjà yako. mis sous tes pieds. Gideon, utaelewa kama Gédéon, tu hakuna comprendras. vita tena itakushusha Il y a un wewe, combat tu qui va te utapigana faire vita, c'est toi wala qui muna vas vya battre le kuogopa. combat. Gideon, Il y a plus question maneno d'avoir peur, utakuta Gédéon. wanaiongea yo Ce que tu peke, vas atakwambia entendre niko en train na de dire wewe, là-bas, ça na va te dire que utashinda je wa suis avec mitihani, toi. hata Que tu wakuwe vas wengi vaincre malgré hawatakufanya même s'ils kitu. sont nombreux, Elewa, ils vont rien te Gideon faire. ashuka Ça, tu Gédéon, kwenye vas-y kambi seulement pamoja dans na les mtumishi camps avec wako. ton serviteur. Gideon atafanya Et Gédéon kile Bwana va anamwambia. faire ce que l'Éternel lui dit. Anajua Tu sais, Mungu anakaa Dieu katika reste masikio, dans katika les masikio. oreilles. Pale Dans ndio les oreilles, anakaa. c'est là où il reste. Hakwake Mungu, Il n'est pas dans le cœur. haiko mwakili, Il n'est pas dans haiko l'intelligence. mhuduma, Il n'est pas dans le ministère. Come on. haiko Il n'est juu pas- naingia kanisani. C'est pas parce que tu entres à l'église. Ah, ah, Non, anakaa il reste kwenye masikio, au niveau des oreilles. masikio pale
dans tes oreilles. Si tu veux bouffer de ces bénédictions, place-le dans tes oreilles. Place-le dans tes oreilles. Kikwambia fanya hivi unafanya, kikwambia tembea hivi unatembea, kikwambia acha hivi unaacha, kikwambia usifanye hivi unasifanya, bado utakuwa mtoto, utakuwa mtoto. Na takugeuza pia rafiki. Juni baba yetu, Bwana tusaidie. Sasa utasema anakaa kwa masikio yake. Aliambia Israeli nini? Kama mtanisikia, mkinisikia tu, mtakula mema. Musipotaka nisikia, adui atawatawala. Pepo za kijama zitawatawala, mashambulizi zitawaongoza. Usipotaka Mungu akuongoze, ulimwengu wa giza utakuongoza. Basi Gideon atafanya. Alors Gédéon va faire kile Bwana amesema. C'est que l'Éternel a atashuka, il va descendre mpaka kwenye kambi ya adui, dans les camps de l'ennemi. Ataenda pamoja na mtumishi wake. Avec son serviteur. Biblia inaniambia alitembea mpaka mwisho ya kambi, kwenye watu wako na silaha wa mwisho. Atafika pale ndio atafika. Anajua ana Mungu, ana vyote. Anajua kuna Mungu, hakuna kitu kitamtisha. Pamoja na kukana Mungu, hata wanadamu wainuke wakuangushe. Pamoja na kukana Mungu, hata waongee maneno siyofaa, Bwana atayavuta kwa damu yake. Hata watege mitego. Kama kona baba haujafika pale, baba atakuwa amefyatua. Wachimbe shimo, wangukie ndani kabla hujafika. Baba atawakokota na watia ndani, unavuka. Hata kila mtu ambaye amepitia changamoto hapa, Bwana asimame kuwa Mungu wake kwa mchana huu na kubadilisha kila kitu, maana Mungu wetu ni Mungu wa nyakati na majira. Unaweza mpepea Baba wa mbinguni. Tu peux balancer ta main pour le Père Céleste. Mara tena pepea Baba. Encore une fois, balance pour le Père. Atafika. Il va arriver. Wakati anafika. Lorsqu'il arrive. Wamidiani pamoja na Wameleki, Biblia inawashuhudia wako wengi sana, wako wengi mfano wa nzige, wako wengi sana, tena zaidi kushinda 300 ambayo imeenda pamoja na Gideon. Wadui zake ni wengi. Niulizie mtu, maadui zako ni wangapi? Tes ennemis sont au nombre de combien? Akupe jibu. Qui te donne la réponse. Geukia wa pili, wanaokupenda ni wangapi? À la deuxième personne, combien de gens t'aiment? Simupane jibu. Donnez la réponse. Acha nikwambie, wanaokuchukia njoo wa mingi. Laisse-moi te dire, ceux-là qui sont plus nombreux. Ceux-là que tu connais sont moins nombreux. Oh, njoba mingi sana. Njoba mingi sana. Mtu mmoja akasema hivi, kama Bwana angefungua mtu macho ya kiroho dakika 2 tu, aone jinsi ulimwengu agize na mfuata. Kuna wale wanaweza zimia na kuna wale wanaweza sema kumbe anastahili Baba. Vita tunopitia ni vingi sana, vya siri kushinda vyenye tunaona kwa macho. Lakini kama Mungu akiwa upande wetu, hakuna atakuwa juu yetu. Hakuna atakuwa juu yetu. Bwana tusaidie. Kuna watu wana maadui wengi. Acha nikushawishi, ambia Mungu nionyeshe watesi wangu wazi. Na kama utaweza, ambia Mungu nionyeshe watesi wangu. Omba vile. Kama utaweza. Prie ainsi si tu le pourras. Amen. Amen. Wakati watakuwa lorsque Wameleki wako wengi, yani Wamidiani pia. Les Amalécites seront nombreux et les Gideon alishashuka. Gédéon est déjà descendu kwenye kambi dans les camps pamoja na mtumishi wake avec son serviteur.
lorsqu'il est arrivé, notre Dieu est le maître de plans. Est-ce qu'il puisse planifier pour nous aujourd'hui? Il y a un plan pour nous. Si tu vois quelqu'un commencer à tomber, donc il commence à commence à se fatiguer de plans de Dieu. Être à l'église et les jours où tu sauras que tu es dans la descente. Uko shujaa wa kidunia katika ufalme wa Mungu unaanza poromoka bila kujua, sans que tu ne le saches. Basi Gideoni atasikia wale ces gens, madui zake, madui wa Israeli, les ennemis d'Israël, wako naongea watu wawili, en train de parler à deux, wako naongea, en train de se parler, pamoja na kuongea, mmoja anaambia mwenzake, nimepata ndoto, j'ai eu un rêve, nimepata ndoto. Kuna mtu amepata ndoto hapa, kuna mtu alipata ndoto hapa, kuna mtu iko na ndoto hapa. Kwa nini Bwana asitimize ndoto yako? Acha nikuombe leo, ndoto zako Bwana zitimize. Fanya hivi kwenye uko, kwenye mabega mwenzako, fanya hivi. Ambia Baba, timiza ndoto ya ndugu zangu, pia na yangu timize. Omba hivyo ndoto zitimizwe. Hakuna mtu mwenye hana ndoto hapa, kila mtu ana ndoto, ana maono. Kuna mtu ambaye ana mpango hapa, kuna mtu ana mpango wa Mungu hapa. Ambia Bwana, timiza juu yangu pia na kwa ndugu yangu. Pour moi ainsi que pour mon prochain. Yesu Kristo, ndoto za kanisa Mungu zitimizwe, ndoto zangu pia zitimizwe, ndoto za nchi yetu zitimizwe, ndoto ya ndugu yangu hapa. Bwana, fanya kazi, onekane wazi. Ndoto hakikisha kupepea Baba, confirme et balancer ta main pour le terre. Huyu mtu atakuwa amesema, cet homme va dire, nimeona ndoto. Je vis un rêve. Siku moja nilikwambia, un jour je t'avais dit, ndoto ina namna nyingi. Le rêve a plusieurs types. Ndoto haiko zote zinatoka kwa Mungu. Ce ne sont pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Ndoto kuna zingine zinatoka na akili ya mtu, qui viennent de l'intelligence de l'homme, la fatigue. Zingine na ulimwengu wa giza. D'autres viennent du monde des ténèbres. Zingine Mungu wa mbinguni. D'autres c'est le Dieu d'ici. Ndoto ni kama maono. Le rêve c'est comme une vision. Ndoto ni kama mpango. Le rêve c'est comme un plan. Ndoto le rêve yako, ton rêve, ni kama mpangilio ya maisha, c'est comme un plan de ta vie. Basi atasema, niliona mkate ya shairi, j'ai vu un pain imeshuka qui est descendu juu ya hema moja, sur une tente, juu ya hema moja, sur une tente. Hiyo mkate, et ce pain iliposhuka juu ya hema moja, bila shaka itapiga hiyo hema, itaiongea ni mkate kutoka mbinguni. Haitokane na mapepo, haitokane na wachawi. Acha Bwana achilie hiyo mkate, yende kapambane na watesi wako. Kama kuna fasi wamefanya kituo juu ya jina lako, saisambaza wale watu wanaoandika mabaya juu ya jina yako. Bwana tomele kikataa, wanafanya mipango mibaya kukuangamiza. Acha mkate shuka na kupangua. Haitepodesi. Huyu mtu atamwambia itashuka kwenye hema moja. Iliposhuka ikapiga hema, ikishapiga hema bila shaka itaenda kwa sehemu ya pili, itakuwa imeangusha nini? Hema. Itaangusha hema, ikishaangusha itapindua tena hema. Kwa mwenye umesikia ikatua kwanza ikapiga, sasa piga kafanya nini? Kaangusha. Baada ya kuangusha ikapindua tena hema.
sema bila shaka itailalisha mpaka chini, itakuwa chini, haitasimama tena, maana Bwana wa vita amefika katika hali ya kupiga hema ya maadui zako, kupiga nyumba za wafumo ambao wameikanisha jina lako, wameikanisha kizazi yako, wameikanisha kazi yako, wameikanisha uchumba yako, wameikanisha ndoa yako, wameikanisha akili ya masomo ya watoto. Acha Bwana ashushe hiyo mkate leo juu ya hema. Nemonetite podeside madesite po. Kanisa leo neema ya uwepo wa Mungu wa mbinguni. Sesempotise. Hema hiyo itapigwa. Ilipopigwa itaangushwa. 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 Baadaye Bwana ataipindua tena. Ataipindua. Atapindua magonjwa. Apindue umaskini. Apindue utasa. Apindue kusagaulika. Apindue kuonewa. Bwana pindua, 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 pindue. Apindue. 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 Pepo za kichama. Bwana pindue. Bwana pindue. Apindue magonjwa. Apindue magonjwa. Apindue magonjwa. Apindue magonjwa. Apindue maisha kusagaulika. Maisha maskini. Bwana pindue. Bwana pindue. Apindue pepo za mauti. 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 Bwana pindue. Apindue avortement. Apindue morne. Apindue opération. Kuzana opération. Bwana pindue. Apindue. Apindue mashambulizi yote. Watesi wako. Vita kichama. Maisha uchungu. Ageuze leo. Apindue leo. Baadaye angusha chini. Angusha chini. Angusha chini. Angusha leo. Angusha yoshida. Angusha watesi wako. Angusha magonjwa. Angusha umaskini. Angusha utasa. Angusha mateni. Angusha kugusa kitu bila kuendeka. Kanisa panda ngazi ya juu. Angusha, 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 angusha. 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 Panda shuka. Leo uko hivi, kesho vitu vinabadilika. Bila kujua chanzo. Angusha maisha kama hayo. Ya mlima Seiri. Angusha. 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 Vilivyo. Vilivyo.